Ni kwamba marathoni hii sisi kama bunge inawezekana ni moja kati ya marathoni chache zinazofanyika nchini ambazo zinatoa matokeo kwa wakati na matokeo sahihi. Tuna mitambo maalum ambayo tumeifunga kwenye marathoni yetu ambayo ina monitor movement ya kila anayekimbia. Kiasi kwamba ukicheat tunaona kwenye mfumo, na usipocheat pia tunaona, na mtu anapomaliza kadi ambavyo saa yake itamwambia na kwenye mfumo inazungumza vile vile. Na hii tufanya tuwe na sifa ya kipekee kwenye marathon ya mwaka jana, kutoa matokeo sahihi kwa mtu sahihi. Na wenyewe na marathon wanasema kwa Tanzania sisi Bunge Marathon ni wana mapinduzi wa mbio. Karibu. Yes. Yeah. Kwanza utofauti tunao mkubwa nilizungumza kwanza. Utofauti wetu wa kwanza mkubwa ni kwenye zawadi. Sisi zawadi yetu tumekutajia viwango hapa na inapatikana papo kwa papo. Tuhitaji kumpigisha chenga mwanariadha kwa sababu mtu ametumia jasho lake, tunaamini akitoka pale kila mtu ashike cha kwake na aondoke nacho. Utofauti wetu wa pili ni kwamba upatikanaji wa matokeo ni accuracy. Kila mtu anaona kwenye mashine matokeo yake jinsi yalivyo, na akilinganisha na yeye kwenye mtambo kama na kitu chake chote alikuwa na monitor movement yake, ataona matokeo halisi. Na hiki kimetufanya kuwa wa kipekee na wa kitofauti zaidi. Yeah, tuweta. Dada, karibu. Wanadi. Mpenja TV, yes. Ni kweli tunategemea kwamba kwa sababu marathoni yetu mbali kwamba inajumuisha Watanzania wote wenye sifa za kukimbia ambao wako tayari kukimbia na tunawakaribisha sana, lakini pia kuna viongozi ambao pia watashiriki. Kwanza mjua wabunge wote wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania watakimbia kwenye marathoni hizi, lakini mheshimiwa mawaziri wote watakimbia kwenye marathoni hizi, lakini pia tunategemea kuwa na mgeni rasmi kwenye tukio hilo na tutakuwa tayari kumtangaza mara baada protocol zote kwa zimekamilika, lakini siku si nyingi tutatangaza pia press kama hii mgeni rasmi atakuwa ni nani. Karibu. Chief, karibu. Asante. Naitwa Juma Mohamed natokea Channel 10. Yeah. Swali langu kwako, tumeona dhima ya hii Bunge Marathon. Ndio. Lakini sijaona dhima ya kukuza na kuendeleza vipaji ya wanariadha. Tunafahamu hizi mbio za kimataifa. Ndio. Pengine hilo hamjalitazama zaidi, na tunafahamu mchezo huu ni miongoni mwa michezo ambayo inawakilisha vyema Tanzania. Wanariadha wengi wamekuwa wakikimbia, lakini mafanikio bado hayajapata kiasi kikubwa sana. Pengine dhima nyingine tuitaraji hii ama ni sahihi. Matarajio makubwa zaidi ni kuendelea kufanya taifa letu liwe na marathon bora na wanakimbiaji bora, na ndio maana pia katika hicho ambacho tunakifanya mbali ya kwamba tumezungumza wabunge na nani, wanariadha karibia wote ambao ni wakubwa wanaenda kwa kimataifa ambao wanatokea kwenye nchi yetu wametuahidi, na tuna mawasiliano ya karibu na watashiriki. Na moja kitu ambacho tutakifanya ni pamoja na kwa hicho ambacho tunakizungumza kwamba kuendelea kuboresha na kuonyesha kwamba lazima tuwe na maandalizi mazuri ndani ya nchi kwa ajili ya kwenda kwenye mbio za kimataifa. Kwa hiyo dhima mojawapo ni kuhakikisha kwamba tunawasaidia wale ambao wana kiu ya kukimbia, kuhakikisha kwamba wanaboresha mazingira yao ya mbio kwenda kukimbia kutokana na mazingira ambayo tumewaandalia. Chief, karibu. Asante. Cross Media. Swali langu naanzia kwenye nyongeza na Ndio. Kama ambavyo ametoka kusema kwamba marathon ni sehemu ambayo pia wanariadha wengine wanatumia kama kufanyia mazoezi. Ndio. Na ukiangalia Bunge Marathon ni kilomita 21, 10 na 5. Yeah. Amwani pia iko hali ya kuongeza kupata kilomita 42 ili kufanya hiyo mbio. Siku hizi unapokwenda kwenye marathon, unakuta kuna watu wenye mahitaji maalum. Yes. Yeah. Kwenye zawadi sijaona kama tumewazingatia. Ni kweli si kwamba tumewazingatia. Hata mwaka jana ukifuatilia kuna vitu ambavyo tulifanya kama surprise mazingira yale, lakini tuhakikishie tu tuna mazingira yote salama. Tumewaandalia watu ambao wana mahitaji maalum kwa ajili ya marathon hizi,
na hata mwaka jana tulishirikiana nao, na hata mwaka huu tunashirikiana nao, na tunawakaribisha washiriki kwenye marathon hii, na sisi kama bunge tuko tayari kutambua mchango wao kwenye kuhakikisha kwamba nao wanahamasisha kwenye ukimbiaji. Na hii ni moja kati ya kitu kikubwa ambacho sisi bunge tumekuwa tukikifanya kwenye marathon iliyopita na mwaka huu. Mahitaji maalum, watu wenye mahitaji maalum tunawakaribisha kwenye bunge marathon. Na tuseme kabisa zawadi yenu ni surprise na lazima itakuwa pale uwanjani. Tunatamani wewe ufike na yule afike na sisi sote tuweze kufika kwenye marathon. Na kwa swala kilomita 42 marathon yetu sisi tulikuwa na target. Tunaamini marathon yetu inakuwa tutafika umri ambao tutakuwa tuko tayari kutangaza kilomita 42. Lakini kwa sasa tuliona tuanze na hii kilomita 21, kilomita 10 na kilomita hizi 5. La wengine walitamani kwamba mheshimiwa mbunge na watu wa bunge, kwa nini msihamishe Dodoma mkafanya na maeneo mengine? Kwa mfano mngine mkafanya Arusha kutokana na weather na nini, ili kuhamasisha na maeneo mengine. Tuhakikishie tu kwamba na sisi tunalijadili hilo na tuko nalo kuliangalia jinsi gani ya kufanya marathon ifanyike maeneo mbalimbali, kwa sababu kuna maeneo mengine marathon hazijawahi kufanyika kabisa. Kwa hiyo tunatamani kuamsha hali ya marathon kwenye mazingira hayo, na sisi kama bunge tunaliangalia hilo kwa jicho la karibu kuhakikisha kwamba tunafanya marathon si tu Dodoma, kwa wakati mwingine tufanye na maeneo mengine. Chief, karibu. Swali la mwisho hilo sasa. Ndio. Hapana. Idadi yetu sisi mwaka jana tulitarget watu 5,000, wakawa wamefika watu 3,000 na point. Na tuhakikishie mwaka huu kwa registration inaendelea, ni tunategemea kuwa na watu zaidi ya 5,000. Zaidi ya watu 5,000. Yeah.